Ni saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Bila shaka hujambo, leo ni Jumatano Agosti 9, 2025, Agosti 8 tafadhali. Na kukaribisha katika matangazo moja kwa moja mkana BBC. Mimi ni David Inkia. Katika mkana BBC asubuhi hii, mpatanishi mkuu wa Hamas Khalil El-Hayya amesema kundi hilo linataka hakikisho kutoka kwa Rais Trump kwamba makubaliano yote yatahakikisha vita vya Gaza vinamalizika mara moja na kwa wote. Baadhi ya wananchi wa Madagascar wamesema hawajaridhishwa na hatua ya rais wa nchi hiyo kumteua waziri mkuu mpya na huenda bado haitazuia maandamano kuendelea. This doesn't change anything. It's not the concern of the population of Madagascar, not the voice of the youth who doesn't have hope anymore for their future. Na katika gumzo tunaangazia hatua ya nishati mbadala kutajwa kuchukua nafasi ya makaa ya mawe kama chanzo kikuu cha umeme duniani katika nusu ya mwaka huu. Je, hali ikoje katika ukanda wa Afrika Mashariki? Upande wetu wa Afrika Mashariki tumekuwa na hali ambayo imepanda sana. Kwa mfano, Kenya tunatarajia kwa mwaka wa 2030 kuwa na nishati renewable katika 100%. Lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu kusoma kwako na Halima Nyanza. Karibu Halima. Asante Inkia. Hujambo msikilizaji. Mamia ya wanajeshi wa kikosi cha taifa cha Marekani kutoka Texas wamewasili Chicago kusaidia hatua kali zinazochukuliwa na rais wa nchi hiyo Donald Trump kupambana na uhamiaji. Rais Trump ameuelezea mji huo kuwa eneo la vita kutokana na maandamano yanayofanywa dhidi ya maafisa wa uhamiaji. Hata hivyo, meya wa mji huo amepinga kauli hiyo. Zipo njia ambazo serikali ya shirikisho inaweza kuratibu na vyombo vya usalama vya maeneo husika, lakini kulifanya jeshi la kitaifa kama jeshi la shirikisho kwa kuchagua vikosi vya jeshi la kitaifa kutoka jimbo lingine kama vile Texas, halafu kuwatuma katika jimbo la Illinois ni kinyume cha sheria, kinyume cha katiba na ni hatari. Watu zaidi ya 30 wamekufa nchini Myanmar, wengi wao wakiwa watoto, kufuatia shambulio la anga lililofanywa na wanajeshi wakati wa sherehe za kidini za madhehebu ya Buddha. Zaidi na Samba Tenzi. Walioshuhudia tukio hilo lililojeruhi watu 8 wamesema bomu lilirushwa katika maandamano ya amani, ikiwa ni sehemu ya sherehe hizo katika mji wa Changnyeong katikati ya nchi hiyo. Waandaaji wa sherehe hizo wameeleza kwamba mamia ya watu walikusanyika katika mkesha wa kumbukumbu ya siku hiyo, wengi wao wakiwa vijana. Tangu jeshi liliposhika madaraka mwaka 2021, Myanmar imekuwa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe. Utawala wa kijeshi nchini Burkina Faso umewakamata wafanyakazi 8 wa shirika moja la Kiholanzi linalohusika na masuala ya kibinadamu kwa tuhuma za kijasusi. Miongoni mwa waliokamata ni raia 3 kutoka nchi za Ulaya, raia 1 wa Mali na wenyeji 4 raia wa Burkina Faso. Jeshi la Burkina Faso lilinyakua madaraka kupitia mapinduzi yaliyotokea nchini humo miaka 3 iliyopita. Limekuwa na uhusiano wa mashaka na mashirika ya misaada kutoka nchi za magharibi. Hii ni BBC. Na muktasari wa habari za dunia umesomwa kwako na Halima Nyanza. Unasikiliza mkara BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM, radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa Tanzania, tusikilize moja kwa moja kupitia Bomba FM. Kenya ni Pamoja FM. Nchini Uganda ni Radio Lira, na iwapo upo DRC yategea sikio kupitia Radio Muungano Beni. Unatupata pia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa BBC Swahili, ambapo unaweza kuacha maoni yako pale na tukayasoma baadaye moja kwa moja. Mimi ni David Inkia, karibu. Mpatanishi mkuu wa Hamas Khalil El-Hayya amesema kundi hilo linataka hakikisho kutoka kwa Rais Trump kwamba makubaliano yote yatahakikisha kwamba vita vya Gaza vinamalizika mara moja na kwa wote. Haya yanajiri huku waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akiadhimisha kumbukumbu ya mwaka wa pili wa shambulio la Oktoba 7 na kuahidi kuhakikisha kuachiliwa kwa mateka waliosalia sambamba na kukomesha utawala Hamas huko Gaza. Zaidi na Nasteha Mohamed.
Duru ya pili ya mazungumzo ya amani kati ya Hamas na Israeli yamekamilika nchini Misri, huku Hamas ikisema kwamba inataka uhakikisho wa kusitishwa kwa mapigano katika mpango wa amani wenye vipengele 20 ulioundwa na Marekani. Rais Donald Trump katika ikulu ya White House akisisitiza kwamba upatanishi uko karibu, huku akiwatuma ujumbe wake Steve Witkoff na Gerald Kushner huko Sharm el-Sheikh. Jambo la msingi ni kuhakikisha kuwa makubaliano haya yanafanyika kwa majadiliano, na iwapo haitakuwa hivyo basi tuna nguvu kubwa na tutahakikisha kila mmoja anakubali mpango huo. Maafisa wakuu wa Qatar na Marekani wanaelekea Misri kujiunga na mazungumzo ambayo yanatazamiwa kuendelea siku ya leo. Katika vipengee hivyo 20 vilivyopendekezwa na Trump, Hamas inatakiwa kuweka silaha chini na kutokuwa na mamlaka yoyote dhidi ya Gaza, swala ambalo Hamas linaonekana kupinga. Vile Hamas inataka majeshi ya Israeli kuondoka katika ukanda wa Gaza, swala ambalo pia waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anapinga kwa sababu ya usalama wa Israel. Hamas pia inatakiwa kuachia mateka wote wa Israel walio hai na walioaga. Katika maadhimisho ya miaka 2 tangu vita kuanza kati ya Hamas na Israel baada ya Hamas kushambulia eneo la Kibbutz, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameapa kuhakikisha kuachiliwa kwa mateka waliosalia na kukomesha utawala wa Hamas huko Gaza, huku mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja kati ya kundi hilo na Israel yakitarajiwa kuendelea siku ya leo. Israel bado inaendeleza mashambulizi yake katika eneo la Gaza. Na ni taarifa yake Nasteha Mohamed, ambapo kwa mara ya kwanza katika muda miongo kadhaa Israel imerekodi idadi kubwa ya raia wake Wayahudi ambao wanaondoka nchini humo kuliko wale wanaoingia kutoka nje. Haya ni kwa mujibu wa shirika kuu la takwimu nchini humo. Katika historia ya nchi hiyo ni nadra sana kwa Israel kushuhudia hali hiyo, lakini baadhi wanasema wamelazimika kuondoka kwa sababu ya kiusalama kufuatia shambulio la Oktoba 7, 2023. Lakini licha ya wengi kuondoka, familia kadhaa za jamii za Wayahudi kutoka mataifa mengine duniani zinawasili Israel na kuifanya nchi hiyo kuwa makazi yao mapya, wakitoroka kile wanachokieleza kama ongezeko la chuki dhidi ya Wayahudi duniani kote. Peter Mwangangi anawasilisha taarifa ya Reda Elmawi. Safari inaanzia kwenye masanduku haya, vifaa muhimu vya familia hii vikipangwa kwa ustadi na kufungwa vyema. Kwa familia hii ya Avidan, hii ni hatua ya kwanza ya kuanza upya maisha yao mbali na Israel. Hatujutii lolote. Nadhani tumefanya uamuzi sahihi. Nofa na mume wake Eyal wanasema kwamba maisha nchini Israel yamekumbwa na changamoto za mara kwa mara, lakini hawana tena subra ya kuishi katika hali hii mpya. Ni hali kutatanisha yenye changamoto nyingi. Wajua, saa moja tu iliyopita tulisikia kwamba kulikuwa na shambulizi la makombora huko Ashdod, sio mbali na hapa tulipo, na tunaishi kwa kufuata ratiba, kufuatilia milio ya ving'ora. Hiyo si sawa kabisa. This is not normal. Mbali na hofu ya usalama wao, wanandoa hawa wenye familia changa wamekatishwa tamaa na siasa za ndani nchini Israel na wahisi kwamba wanawakilishwa vyema na serikali yao. The political situation in Israel is hali ya kisiasa nchini Israel haiwazingatii wanaofanya kazi au wale wanaochangia kwenye ukuaji wa uchumi wa nchi na jamii. Sisi ndio wengi ila hawatujali. We're the majority and we're being ignored. Raia wa Israel wanaadhimisha miaka 2 tangu shambulizi la Oktoba 7 la Hamas, siku ambayo ilileta mabadiliko makubwa kwa nchi hii. Kwa mujibu wa taarifa za shirika la takwimu, Israel imeshuhudia uhamisho wa watu kutoka nchini humu katika mwaka 2024, ikiwa ni mara ya 3 kwa hilo kutokea tangu kubuniwa kwa nchi ya Israel mwaka 1948. Hata hivyo, vita vya Gaza vimewavutia Wayahudi kutoka maeneo mbalimbali ya dunia kuja kutafuta makazi nchini Israel. Katika nyumba yao ndogo iliyopo mjini Ashkelon, takriban kilomita 19 kaskazini mwa Gaza, Simha anayeandalia familia yake chakula maalum cha kuadhimisha mwaka mpya katika kalenda ya Kiyahudi ya Rosh Hashanah. Kule Manchester tuna samaki, lakini hapa tuna kebabs, zile nzuri kabisa. Simha ambaye ni mzaliwa wa Ufaransa aliishi Uingereza kwa zaidi ya miaka 30. Baada ya kuishi huko Manchester, Simha, mume wake na mabinti wao walihamia Israel mwaka 1.5 uliopita. Familia hii imekuwa na hamu ya kuhamia Israel kwa muda, lakini ongezeko la chuki dhidi ya Wayahudi hasa baada ya shambulizi la Oktoba 7 ilichangia katika uamuzi wao. Peter Mwangangi.
Kwingineko, baada ya rais wa Madagascar kumteua waziri mkuu mpya jenerali wa kijeshi akimtaja kama mchapakazi, mwaminifu na anayesikiliza wananchi, rais huyo amesema anapanga kufanya mazungumzo ya kitaifa na makundi mbalimbali siku ya Jumatano baada ya vijana waandamanaji kutoa makataa ya saa 48 ili yakubali matakwa yao. Lakini kama anavyoripoti Samia Wami wa BBC kutoka Antananarivo, sio kila mtu anakubaliana na uteuzi wa waziri mkuu huyo mpya. Waziri mkuu mpya, lakini mjadala ule ule wa zamani. Hafla hii ilirushwa moja kwa moja wakati rais wa Madagascar akimtambulisha chaguo lake jipya la kiongozi wa baraza lake la mawaziri, jenerali wa kijeshi. Sasa waziri mkuu huyu mpya anakabiliwa na jukumu la kuiongoza nchi inayopambana na umasikini, ukosefu wa usalama na kuporomoka kwa kiasi kikubwa kwa imani katika siasa. Ni hodari, ni mkweli, na juu ya yote anasikiliza. Naamini ni mtu sahihi atakayesaidia kuiongoza Madagascar. Lakini nje ya kuta hizi za mamlaka hakuna matumaini sana. Muungano wa vyama vya kisiasa Firaisankina umetangaza kwamba uteuzi wa waziri mkuu kiongozi wa serikali uliofanywa jana na bwana Andry Rajoelina ni kitendo cha kudharau kabisa mapambano yanayoendelea watu wa Madagascar. Kwa hiyo tunalaani na kutangaza uteuzi wa waziri mkuu uliofanywa na bwana Andry Rajoelina kuwa batili na usio na maana yoyote. Wanasiasa wengine wa upinzani pia hawana matumaini makubwa. So this doesn't change anything. Hii haibadilishi chochote, na hii sio sauti ya kijana ambaye hana matumaini yoyote ya maisha yake ya baadaye. And this is not the voice of the youth who doesn't have hope anymore for their future. Na wanapopuuza uteuzi huu, wanaendelea kuelekeza nguvu zao na uungwaji wao mkono mkubwa katika maandamano ya vijana. Wananchi wa kawaida hapa hawana uhakika sana kama ustawi wao utapewa kipaumbele. Mara tu wanapokuwa madarakani wanatusahau. Ni hivyo hivyo kila wakati. Gharama ya maisha ikiwa juu na taasisi za serikali zikiwa chini ya shinikizo, waziri mkuu mpya anakabiliwa na safari ngumu mbele yake. Lakini swali ambalo watu wa Madagascar hapa wanajiuliza ni kama atatumikia mfumo au wananchi. Na taarifa yake Samia Wami inatupeleka moja kwa moja viwanjani na mshambuliaji Ahmed Bahaj. Oh yes. Kwa mpigo tunaingia kwa manjonjo kwa viwanjani. Na tuanze na timu ya taifa ya Tanzania ambao Taifa Stars wanashuka ugani kuraruana dhidi ya Chipolopolo ya Zambia katika mechi ya kundi E ya mchujo wa kufuzu kwenye kombe la dunia mwaka 2026 nchini Marekani, Canada na Mexico. Ngoma hiyo itapepetwa katika uwanja wa Amani huko Zanzibar. Timu hizi mbili zimepambana mara 9. Tanzania imekwachua ushindi mara 3, Zambia nao wameshinda mara 3, alafu pia wametoka sare katika mechi 4. Morocco ishafuzu licha kusalia na mechi 2 za mchujo, kwani inaongoza kundi hilo kwa alama 21 ikiwa na alama 10 zaidi ya namba 2 ambayo ni Tanzania. Sasa Tanzania, Niger na Zambia wote wanapigania nafasi ya pili ya kufuzu, lakini hakuna mwenye matumaini ya kufuzu kama mshindi wa pili bora kufuatia alama chache. Timu 9 zitashiriki awamu hii mpya ya kombe la dunia ambayo itakuwa ni timu 48 kutoka kwa timu 32 za hapo awali. Katika ngarambe zingine leo hii, Ethiopia itavalishana njuga dhidi ya Guinea Bissau, nao Djibouti watapapurana dhidi ya Misri. Misri iwapo itashinda basi watafuzu mara 5 katika mchuano wa kombe la dunia. Libya nayo itakuwa na kibarua cha kushuka mchongoma dhidi ya Cape Verde inayoongoza kundi hilo, na leo iwapo watashinda watafuzu katika mchuano wa kombe la dunia kwa mara ya kwanza katika historia. Jamhuri ya Afrika ya Kati nayo itachuana dhidi ya Black Stars wa Ghana, alafu Mali watamaliza udhia wa Chad. Tujitose katika michuano ya klabu bingwa barani Ulaya upande wa kina dada. Juventus hapo jana wameichibua Benfica ya Ureno kwa mabao 2-1, nayo Arsenal jamani hao wa kina dada walichezea mkongoto dhidi ya Olympique Lyonnais kwa mabao 2-1. Barcelona wakaitandika Bayern Mijeledi 7-1, nayo Paris ilitoka sare ya mabao 2 dhidi ya Leuven. Ngarambe za leo, Real Madrid dhidi ya Roma, alafu Chelsea watakipigana vikumbo dhidi ya FC Twente ya Ubelgiji. Manchester United kina dada watajishebedua nyumbani dhidi ya Valerenga, na St. Polton watawasha moto wa Atletico Madrid ya Uhispania, huku Wolfsburg ya Ujerumani ikikwaruzana dhidi ya PSG ya Ufaransa. Tuingie katika tenisi. Novak Djokovic alimchabanga Joe Munar seti 2 za 6-3 na 6-2 na kujikatia tiketi ya robo finali ya michuano tenis ya huko Shanghai, Uchina.
Bingwa huyo mara 4 wa michuano hiyo atakutana ana kwa ana na Zizou Bags katika robo finali baada ya Zizou kumchomoa Gabriel Diallo. Lakini wachezaji walilalamika viwango vya joto sentigredi 34, unyevunyevu 80%, wengine kama Raducanu na Holger Rune wakipata kisunzi na kutibiwa. Sasa hebu tuingie sasa katika upande wa uhamisho. Zirkzee amechoshwa na United, amesema haitaki tena na anaripotiwa kutaka kuondoka United mwezi Januari akisema bwana amechoka kukaa bench. Hivi sasa ngoma anaiweka kifuani, cross kwa David Nkya, DN14 amalize shughuli. Yes, mzee dada unajishebedi wale au sio? Asante sana.